Kristo. Yesu akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Umefunguliwa katika udhaifu wako. Na nilikuambia jana ya kwamba kuna watu wengi wako na vifungo vya namna hii. Yani mtu ana kifungo kwenye ndoa, ana kifungo kwenye biashara, ana kifungo kwenye afya, ana kifungo kwenye familia. Yani mtu kajama kufuri kama huu mdoli wa kichawi. Wacheo wamekuroga. Yani kila mchawi anayekuona anatamana kuroge. Ni kama damu yako inawavuta wacheo wa kuroge. Umejaa vifungo. Hayo yote ni mapepo ya udhaifu. Yani una udhaifu kuanzia utosi wa kichwa mpaka uwayo wa miguu. Maandiko asema miaka 18 Yesu akamwita. Akasema, mama, umefunguliwa katika udhaifu uliokuwa nao. Watu wa Mungu, nataka mnielewe kitu kimoja hiki. Tunatofautiana kiwango cha muda wa vifungo. Kuna mtu kafungwa tangu kuzaliwa. Na kuna mtu kafungwa tangu alipoolewa. Kuna mtu kafungwa. Kuna mtu kafungwa. Huyu mwanamke alikuwa amefungwa miaka 18. Don't take easy. Maandiko yanapotaja umri yanataka uelewe kifungo chako wewe kina miaka mingapi. Kifungo chako kina miaka mingapi? Kwa sababu ni rahisi kusema kwamba nitafanikiwa. No. Lazima uangalie kifungo chako kina miaka mingapi. Kuna watu ambao vifungo vyao vimeota kutu kabisa. Yani kuna kutu kwenye vifungo vyao. Wakijiangalia wanagundua kabisa kwamba kifungo changu kina kutu. Wachawi wamekufunga. Na kila mchawi anayekuona na kufunga, anakufunga. Miaka imepita sasa, umefungwa. Mwingine anatafuta mtoto kwa miaka 10. Miaka 10 anatafuta mtoto. Na alipo na miaka 38. Anabakiza miaka 2 siku zake zikome za kuona siku kama mwanamke. Huyu mtu yuko kwenye kifungo cha miaka 10 jumlisha miaka aliyochelewa kuolewa. Yani yuko kwenye kifungo. Na aliyemfunga nani? Mchawi. Leo Yesu amenituma nikwambie na nikutangazie kwa habari ya kufunguliwa kwako. Waliokufunga wakiwa mapolini, waliokufunga wakiwa kwenye maji, waliokufunga wakiwa milimani, leo Mungu